ya kuangalia na kuwapa faraja watoto wetu wenye Down syndrome. Kipekee sana taasisi ya mifupa moyo kwa ushiriki wenu na yote ambayo mnafanya. Naomba mnikubalie kwa ajili ya muda na kwamba mimi ndio nazungumza sasa baada ya wewe. Bila shaka watu watakuwa wamechoka, burudani zimeisha, mazungumzo. Kwa hiyo mlioko meza kuu, naomba mnikubalie nifupishe itifaki, nikijua kwamba wazungumzaji wa mwanzo walitambua uwepo wenu. Mwenye shughuli hii anaitwa Nurdin Mohamed Babu, ambaye ndio mkuu wa mkoa wetu. Kutokana na maandalizi ya bajeti yanayoendelea nchini kwetu, amesafiri kwenda Dodoma, na kusafiri kwake nikapata faraja na bahati mimi sasa kuja kumwakilisha. Kwa hiyo haya tutakayosema sio ya kwangu, ni ya Mheshimiwa Nurdin Babu, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, na awali ya yote amewasalimia ninyi nyote ambao mmehudhuria hafla hii, na anawatia moyo kwa namna ambavyo mnaendelea kujitoa na kutoa furaha kwa watu wa makundi mbalimbali, hasa wenye Down syndrome, kwamba mnatoa faraja na serikali inajua mchango mnao upitia. Lakini pia nilimpigia simu katika utawala wa mkoa, anaitwa Kisero Yusuf Nzoa, naye yuko safari nje ya mkoa. Amewasalimia na kuwatakia vijana wetu wote maadhimisho mema, na nilikuwa na chache naye, amesema inavyoonekana maadhimisho yaliyofanyika katika mkoa wa Kilimanjaro yamefana zaidi kutokana na ushiriki na commitment za taasisi mbalimbali ambazo zimeshiriki, ikiwemo ushuhuda ambao tumeupata kutoka kwa mkurugenzi wa moyo wa namna ya kusapoti na kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto zinazotokana na watu wenye Down syndrome. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa alinipa hotuba yake niiseme, kwa hiyo nitaisema, lakini kabla ya kuisema na mimi niseme ya kwangu binafsi. Moja, na kupongeza Matete, wewe na kamati yako kwa namna ambavyo mmeandaa. Tena mimi nilisema kwa muda mfupi tukio hili la kuweza kuwakusanya watu katika mkoa huu, ili sote kwa pamoja tushiriki na tujaribu kutafakari maana halisi ya Down syndrome na wajibu wetu. Kwa hiyo hongera sana mama, na kwa kweli unafanya kazi nzuri. Laiti mimi nasema sio kama mkuu wa mkoa, mimi sasa nimetoa na mkuu wa mkoa, hizi ni hisia zangu ambazo nasema ya mkuu wa mkoa, nitasoma hotuba yake. Ningekuwa na uwezo, mama wetu, ningekupa tuzo ya kuweza kutambua mchango wako mkubwa ambao unaofanya kuwajumuisha watu wote hawa, lakini Mwenyezi Mungu atakupa tuzo kubwa zaidi. Kwa hiyo hongera sana, na usife moyo pamoja na changamoto mbalimbali ambazo mnaweza mkawa mnazipitia. Ndiyo njia ya kuweza kuibua na kuweza kutambua nini tunatakiwa kiwe kinafanyika. Sasa mimi nimejifunza jambo hapa, mimi binafsi kama Abel mtoto Mwaligi. Kwanza, michezo, burudani kwa watu wenye Down syndrome, na ushahidi umeonekana hapa. Tumeona jinsi vijana wetu, watoto wetu walivyochemka, walivyofurahi
na hakuna kiumbe ambaye hapendi kumwona mtu mwenye furaha. Vinginevyo utakuwa na lako jambo ndani, utakuwa na roho ya ibilisi ndani. Kwa hiyo tumeona jinsi walivyofurahi. Mimi ni mapenzi yangu na matumaini yangu kwamba tungeweza katika shughuli zetu mbalimbali tukatoa mwanya wa kuweza kuwapa furaha, kuwapa michezo, kuwapa burudani walau mara moja watu wenye Down syndrome. Tungekuwa tumeongeza na kugawa furaha kwa nchi nzima, kwa Tanzania, kwa sababu wao wangeweza kuona ni watu ambao wanapata furaha. Kwa hiyo hili nimeliona, lakini pia mimi ni mwanaume, nimesikitika kuona mchango hasi wa wanaume katika kushiriki kwa watu wenye ulemavu, kwa watu wenye matatizo mbalimbali, kwa watu wenye uhitaji. Mwanaume ndiyo mbegu ya dunia. Mama nadhani ni mfuko tu wa kubebea uzao wa dunia. Sasa unapoona wanaume tunabaki nyuma, tena wengine tunakuwa wasaliti kwa kukimbia majukumu yetu kwa kisingizio cha aina yoyote ile. Nitoe shime kwa wanaume wenzangu, ushiriki wa wazi, mapenzi ya wazi kwa wazazi wenye changamoto za watoto wenye mahitaji maalum, wakiwemo wa Down syndrome. Tushiriki zaidi ya 100%. Tuambatane na wenza wetu, tugawe furaha, tushirikiane wote, tutatue changamoto za familia wote kwa pamoja. Kwa hiyo hili niliona kama ni changamoto, ni hisia ambazo zinanijia mimi kama mimi. Na tatu, tumesikia hapa baadhi ya lugha za Watanzania wenzetu kubeza watu wenye mahitaji maalum. Hiyo tunajitafutia laana kwa Mwenyezi Mungu, tukijua kwamba hakuna mtu aliyependa. Eti wengine wanasema wamewaweka Yesu kule. Tumewaona wazazi hapa, ushuhuda ambao uko wazi. Tumemwona ndugu yangu hapo, yuko karibu na mtoto wake, binti mrembo kabisa. Yule ni ushahidi tosha kwa kuangalia sura na hisia iliyomo ndani. Nani ambaye anaweza kumweka mwanaye msukule? Haya ni mawazo potofu ambayo yanajengeka katika jamii zetu na anakuwa amelenga zaidi katika kutugawa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, kwa sababu nimebahatika kupitia mkoa kukemea kuwa lugha za kigeni, lugha za kufifisha watu wenye mahitaji maalum sio sehemu ya utamaduni wa Watanzania, sio sehemu yetu abadan. Kwa hiyo tuachane na hali ya namna hiyo. Lakini nyingine ambayo tumezungumza ni juu ya ushirikishwaji. Tuone ni namna gani katika mambo mbalimbali tunaweza kuwashirikisha watu wenye mahitaji maalum, hasa wa Down syndrome. Tumeona jinsi ambavyo wanaweza kuwa na umahiri wa kutenda zaidi. Mwalimu wetu hapa anasema wanaweza wasijue KKK, sisi ndio stadi za kwanza, lakini wanaweza kuwa na umahiri mkubwa sana. Tulimsikia hapa binti wa mama Moni kwamba ameweza kutambulika kwa kufanya kwa kupata medali za umahiri katika uogeleaji, kwamba anaweza kuongoza kuwaguide wanafunzi wakaweza kupata stadi za maarifa, ingawa mwenyewe hajui kusoma, kuandika na hata kuhesabu, lakini anaweza. Lakini tunajionea pale vitu mbalimbali ambavyo walikuwa wanavizalisha. Kwa hiyo tuwape nafasi, tuwafariji, tuone
tuko nao, na wao waone kabisa kwamba kuna watu wako nyuma yao wanawafanyia backup, kama ambavyo serikali yetu imeshatoa, na mwalimu hapa amesema sera mpya ya elimu toleo la 2023 jinsi ambavyo linajikita katika kuhakikisha kwamba kila mtu anapata elimu, anapata maarifa kwa kupitia nyenzo mbalimbali ambazo serikali imekuwa ikitoa. Nasisitiza hapa ushirikishwaji, ushiriki pamoja na ujumuishi wa watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunaona na tutapitishwa juu ya sera yetu ya elimu. Sasa nianze hotuba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa aliyoitoa leo kwa ajili ya maadhimisho haya, na mimi naisoma kwa niaba yake. Kwa hiyo awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha tena wote tukiwa na afya njema. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anasema, nimepokea na kusikiliza kwa makini sana risala yenu ambayo imeitoa kwa kushirikiana na wale watoa risala wenza, wale watatu ambao wameweza kutoa risala yetu hapa, na wote tumesikia jinsi ambavyo imegusa nafsi zetu na inajieleza, na ni document ambayo iko wazi kabisa kwa ajili ya kuifanyia kazi. Lakini pia leo tunasimama pamoja kupiga vita upweke. Upweke sio kwa watu wenye Down syndrome. Siku hizi hata katika familia zetu watu mmekaa kama familia, lakini mnakuwa wapweke. Mtu anakuwa ametoka huko, anaweza kuwa ni mtoto, anaweza kuwa ni baba, anaweza kuwa ni mama, anatoka safari, amefika nyumbani hamjambo, akikaa kwenye kochi, upweke unaweza kutawala. Kila mmoja yuko busy na sisi, haongei na jamii yake, anachata kwa muda mpaka wakati wa chakula bado anaendelea kuchata, anaenda kulala, hamna mawasiliano. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba mmechagua kauli mbiu hii ambayo inahusiana dhidi ya upweke. Kwa hiyo tunasema leo tumesimama kupiga vita upweke. Kama nilivyosema, upweke sio hali ya kukosa watu, bali ni hali ya kutengwa na mfumo wa jamii, shuleni, kazini na mahali popote pale. Kwa hiyo haya tunatakiwa tuyapige vita. Niwapongeze kwa ufafanuzi wenu makini kuwa Down syndrome sio ugonjwa wala sio laana. Ni hali ya kimaumbile inayohitaji uelewa na upendo wetu sisi sote. Dunia nzima na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua sana mchango wa Daktari John Langdon Down na umuhimu wa tarehe 21 Machi ya kila mwaka ikiwa ni chembe ya 21 kwa hapa ambapo tumefikia kwa sasa hivi. Nimwelekeza mganga mkuu wa mkoa wetu, ofisi ya RMO, kuhakikisha huduma za utambuzi wa mapema wa hali ya Down syndrome, ile kitaalamu tunaita early identification, zinaimarishwa. Sambamba na juhudi hizo, tuna vijana
tutakuwa na vijana wa kuweza kuhamasisha bima za afya kwa watoto hawa, ili mzigo wa utambuzi tupunguze kutoka kwa wazazi, bali uweze kuwa shirikishi kwa makundi mbalimbali. Na pia kulikuwa na hoja juu ya elimu na juu ya stadi na ustawi wa maisha kwa ujumla, kwamba hoja ya kujumuishwa katika nyanja za elimu ya msingi na upili, tayari watoto mashuleni wameanza kujumuisha, na serikali yetu imeridhia kwamba iwe inatoa elimu jumuishi, na huo ndio mpango wetu wa sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo jipya la 2021. Idara ya elimu kupitia elimu maalum na kutathmini uwezo wa mtoto au wa kijana badala ya kukariri yale mambo ya msingi. Kwa hiyo tutakuwa na mpango mkakati wa kuweza kuwapambanua na kuwatambua watoto na hatimaye kila mmoja kumweka na kumfix kwenye eneo lile ambalo linahitajika kuwa nalo. Na kuhusu fursa mbalimbali za kazi katika sekta rasmi na isiyo rasmi, mimi nifurahi mkurugenzi ambaye pia na mtoto mwenye Down syndrome amesafiri safari yote kutoka Dar es Salaam kuja hapa, na namna ambavyo anajibidisha kuweza kuwaweka watu wenye Down syndrome katika shirika lake, katika ofisi yake, ili waweze kutoa huduma kwa kutumia uwezo wetu. Kwa hiyo tutoe wito kwa mashirika, taasisi mbalimbali ziwe nazo na ujumuishi katika majukumu yao mbalimbali. Kwa hiyo kupitia hadhira hii naagiza maafisa ustawi jamii kuanzia ngazi ya kata kuzitambua kaya zenye watoto vijana wenye Down syndrome, ili pia tupate takwimu sahihi na kuzitumia takwimu hizo ili tuweze kupata huduma stahiki. Kwa hiyo tumetoa agizo kwa maafisa ustawi wa jamii kuanzia ngazi ya kata waanze kubainisha, na hili kuanzia mkoa huu wa Kilimanjaro. Nataka tuwe mfano kwa kupewa heshima hii kwamba tuwe wenyeji wa maadhimisho haya. Kwa hiyo tunataka turudishe kwa kuwa na utambuzi sahihi wa watu wenye Down syndrome. Baadhi ya watu wanazitelekeza familia wake na wengine wanakimbia kabisa za ukoo wakigundua kuna mtu mwenye mahitaji maalum. Tuseme na vyombo vile vinavyohusika na sheria kwamba sheria ichukue mkondo wake, wale watakaobainika kuwatelekeza wenza wao kwa sababu ya kuzaa mtoto mwenye Down syndrome au ulemavu aina yoyote, sheria ichukuliwe na huyo mtu atangazwe kwamba ni mtu katili katika eneo hilo. Kwa hiyo tumetoa agizo kwa wadau, lakini na vyombo vile vinavyohusika viweze kuwabainisha na kuwachukulia hatua. Tumeona mfano mzuri wa mwanaume kwamba toka mtoto akiwa mdogo alikuwa anamkumbatia ili aweze kupata makuzi tangu akiwa mtoto, akiwa mchanga. Maana naamini hapa sasa wangekuwa wengine wangekuwa wanafikiria namna ya kusitisha uhai wa mtoto kama huyo. Kwa hiyo tunatoa wito watu ambao wanatelekeza wenza wao waliojifungua au waliopata mtoto mwenye Down syndrome watatangazwa kwamba ni watu katili kuliko watu wengine katika jamii zetu za namna hiyo. Na kuhusu michezo, mkoa wa Kilimanjaro
ni mkoa wa kimchezo, na kama mkuu wa mkoa anasema nitahakikisha viwanja vyetu vinakuwa rafiki na jumuishi. Tunataka kuona vikundi na timu zetu zikiwakilisha watoto na vijana wenye Down syndrome, kwa sababu miongoni mwao vipo vipaji vya kipekee kama ambavyo tulivyoona kwenye dansi na pale katika maonyesho mbalimbali.